Hakuna mafanikio bila kafara na hakuna mafanikio bila kutoa sadaka. Na pengine ndio maana watu wengi huwa hawafanikiwi. Wanaofanikiwa wanafahamu kabisa kuna gharama kubwa ya kulipa kwenye maisha, na ndio maana huwa hawalembi inapokuja swala la kujitoa. Sikia, mafanikio ni ya watu wachache. Mafanikio watu ambao wako tayari kujua nini kinatakiwa kutoka kwenye maisha na wako tayari kujitoa kwa hali na mali. Mafanikio ni ya watu ambao wako tayari kujikataa na kujikana. Mafanikio ni ya watu ambao wako tayari kutoka kwenye comfort zone na kwenda nje ya box kwa ajili ya kuangalia maisha yanawapa kitu gani. Sasa ili uweze kufanikiwa ni muhimu sana kujitofautisha na kukataa maisha ya kawaida, kukataa kuwa wa kawaida na kulazimisha kuwa na standard fulani za maisha ambazo ni tofauti kabisa na maisha ya kawaida ambayo tumezoea. Kwa hiyo huwezi kufanya vitu kirahisi kama vile ambavyo kila mtu anaweza kufanya. Ingekuwa rahisi sana hivyo, basi ungeweza kuona kila mtu angeweza kuwa amefanikiwa, kwa sababu maisha yanahitaji zaidi ya kitu cha ziada kwenye kile unachokifanya kila siku. Ndio maana imeandikwa kwenye maisha unapata unachokuwa na sio unachotaka. You get what you are, not what you want. Sio kama unapata vizuri. Maisha daima yatakupatia wewe kile unachostahili, ambacho ndicho unachokuwa, na sio kile ambacho unataka kukipata. Haiko hivyo. Sasa ndio maana ni muhimu sana kuelewa nadharia ya kutoa sadaka, nadharia ya kujitoa, nadharia ya kutoa kafara vitu kwenye maisha yako ya kila siku. Siku hizi kuna mchungaji mmoja maarufu sana anawafundisha watu namna ya kutoa kafara. Anazungumzia kafara ya kuchinja na vitu kama hivyo. Sasa hapa tutaenda kwenye kafara za kuchinja, wala tutaenda kwenye kafara zinazohusisha hayo mambo ambayo watu wanayafanya kutafuta utajiri, kwa sababu cha muhimu kujua kwenye kafara ni kwamba kafara ni kutoa kitu unachokipenda kwa sasa ili kuja kupata kitu kikubwa baadaye. Ni kuacha vitu unavyovipenda kwa sasa ili kuja kupata mafanikio makubwa baadaye. Hiyo ndo maana ya kafara. Kwa hiyo achana na kafara za wachungaji, achana na kafara za wahuni ambao wanatafuta utajiri. Tuzungumzie maana halisi ya sadaka na kafara kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo kama umeelewa vizuri, maana yake ni kwamba kuna gharama za kulipa kwenye maisha. Mafanikio lazima tuyawekee gharama fulani, lazima tugharamie, lazima tujitoe. Tusiwe watu wa kuridhika na hali zetu tulizokuwa nazo. Bila wewe kujitoa sadaka, bila wewe kujitoa kafara, akianani ni ngumu sana kuweza kutoboa, kwa sababu duniani kuna watu billions of people wako duniani. Imagine watu wachache ndio huwa wanafanikiwa. Maana yake ni kwamba lazima uelewe mahitaji sahihi ya wewe kuweza kufika katika hiyo level. Na ndiyo maana hii video iko hapa maalum kwa ajili yako. Sasa hizi hapa ni sadaka 7 ambazo zitakusaidia wewe kuweza kubadilisha kabisa maisha yako. Ukielewa namna ya kuweza kujitoa, namna ya kuweza kujibadilisha, hizi sadaka lazima zitakubadilishia maisha yako. Bila kupoteza muda, tuanze kuzitazama. Namba 1, marafiki na ndugu. Kama kuna rafiki ambaye hachangii chochote kwenye ndoto yako, kuna rafiki ambaye anafanya mchezo na ndoto yako, kuna ndugu ambaye kazi kila siku ni kukupiga vizinga na kukusemea maneno ya uongo, kukusemea maneno ya kushindwa kwenda mbele, kukuombea mabaya, na unafahamu, achana na marafiki na ndugu ambao hawachangii sumuni kwenye mafanikio yako. Watu ambao ni wakaribu na wanarudisha nyuma ndoto yako, ndiyo kafara yetu ya kwanza kuitoa. Binafsi huwa sina mchezo kabisa na mtu ambaye hayupo serious na ndoto yangu, whether ni rafiki, whether ni ndugu. Najaribu kila siku kuwa na watu ambao wananisaidia mimi kuweza kupushi ndoto zangu mbele. Marafiki na ndugu ambao hawasaidii project zako, hawasaidii kazi zako, hawasaidii career yako, hawasaidii ndoto zako kubwa, hao ni kafara yetu ya kwanza. Tupilie mbali. Namba 2, tabia. Nikisema tabia namaanisha kitu gani? Una tabia nyingi nzuri na una tabia nyingi ambazo ni mbaya sana. Tabia kama za kulalamika, tabia kama za kulaumu, tabia kama za kushindwa kuwajibika, kuwa kwenye comfort zone. Una vitabia vingi vya hovyo. Unalala sana, unalala saa 2 asubuhi, saa 2 usiku, unaamka kesho yake saa 4.
una vitabia vikorokocho vingi vya hovyo, hii ni kafara ya pili. Tabia zako zote za hovyo, kulalamika, kulaumu, kushinda vijiweni, kushinda kuwajibika, kushinda kutekeleza wajibu wako, kuwa mtu wa majungu tu, kusema watu, yani mambo yote ya hovyo. Hizi ni tabia ambazo ni kafara ambayo unatakiwa kuifanya. Upende usipende, pengine kama kweli umejipanga na kama kweli unataka kufikia level kubwa ya mafanikio, ni lazima ujibadilishe. Ndio maana tunasema kwenye maisha unapata kile unachokuwa. Sasa tabia zako ulizokuwa nazo ni za mtu wa chini, ni mtu wa kawaida. Mtu unayetaka kuwa, mafanikio unayotaka kufikia yanahitaji mtu mwenye tabia mpya. Ndio maana tunasema hii ni kafara ya lazima kuifanya. Acha tabia zako zote za hovyo. Hakuna mtu hata mmoja ambaye amefanikiwa ambaye ana muda wa kulalamika. Hakuna mtu hata mmoja amefanikiwa ambaye ana muda wa kuzungumza mambo ya watu wengine. Waliofanikiwa, wanaotoboa, wanaelewa tabia mbaya zote lazima kuzikemea na kuziacha. Kafara yetu ya pili hiyo. Raha nyepesi ni kafara yetu ya tatu. Nikisema raha nyepesi na maanisha nini? Na maanisha vile vianasa fulani vyepesi ambavyo huwa unavipenda kwa ajili ya kujiliwaza na kusahau kutekeleza wajibu wako. Hapa nazungumzia vitu kama kuangalia movie, nazungumzia vitu kama kupenda kuangalia mpira, nazungumzia vitu kama kubeti, nazungumzia kama kupenda kula vitu vitamu kama energy, kama soda, kama vitu vitamu vyote, kwa sababu raha nyepesi zinakufanya usahau ndoto zako kwa kujidanganya kwamba maisha yako vizuri. Ukumbuke watu wanaofanya punyeto, watu wanaofanya hizi masturbation na watu wote wanaoangalia picha za utupu, pornography, wote wako kwenye kundi la raha nyepesi. Mnazitumia hizi raha nyepesi kama kichaka cha kwenda kujificha. Mnazitumia hizi raha nyepesi kama sehemu ya kwenda kupoteza muda mkizani maisha hayawaoni. Unakuwa kama ngiri vile anavyoingia kwenye shimo lake alafu akidhani simba hamuoni. Kwa hiyo raha nyepesi ni sadaka ama kafara ya tatu ambayo unatakiwa kuacha nayo kama kweli unataka kutoka kwenye maisha ya kawaida na kwenda kwenye maisha makubwa ambayo ya kupiga hatua kubwa zaidi. Kafara ya 4 ni kuachana na ujuzi wa kawaida ambao haukusaidii kuweza kuongeza thamani yako. Tumeshasema pesa ni thamani. Kwa hiyo ili uweze kuwa na sumaku ya kuvutia pesa ni lazima ujuzi wako uongezeke. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kafara ya 4 ni kuhakikisha unaachana na viujuzi vya kawaida na kujifunza high value skills, high income skills. Hapa nazungumzia vitu kama copywriting, nazungumzia vitu kama kujifunza namna ya kusaidia watu kutatua changamoto za afya, nazungumzia vitu kama digital marketing, vitu ambavyo vinakupa leverage ya kiwango cha juu. Mambo ya AI sijui, kuna vitu vingi ambavyo vinakuja sasa hivi na teknolojia ambazo ni kubwa kama za blockchain, vitu ambavyo vitakutofautisha na kukuweka kwenye uso wa dunia. Achana na viskili vya chini ambavyo ni very minimum, ambavyo ni vinakuweka unakuwa mtu wa kawaida. Kwa hiyo jifunze high income skills ambazo zitakuweka kwenye uso wa dunia. Jifunze content creation, copywriting. Lazima uwe kwenye uso wa dunia kama kweli unataka kufikia viwango vya juu. Ndio maana kwenye program yetu ya Wewe ni Mgodi 10X tunakusaidia wewe kuweza kujua thamani zako za ndani, namna bora ya kuweza kuzitengeneza kuwa bidhaa za thamani, na muhimu zaidi kuweza kuziuza kikamilifu katika industry. Kama uko interested na kuweza kujifunza ujuzi wa ziada na namna ya kuanzisha biashara ya utaalamu na kuweza kuwafikia watu wengi zaidi, nimekuwekea linki kwenye description pale chini. Wewe ni mtaalamu, na kwenye hiyo program utajifunza namna ya kuweza kuthaminisha thamani zako na kuweza kuwasaidia watu kubadilisha maisha huku ukiingiza kipato. Twende tuangalie kafara yetu ya 5. Namba 5 ni haiba. Haiba yako lazima ibadilike. Kuna watu wao wanajiita wao ni introvert. Anasema mimi ni introvert, siwezi kuongea na watu. Mimi ni introvert, siwezi kuuza. Mimi ni introvert, nimezoea kukaa ndani. Mwanadamu alipewa uwezo wa kuweza kujibadilisha kuwa mtu yote anayetaka kuwa kwenye maisha yake. Kwa hiyo hayo mambo ya kujiita wewe ni introvert, sijui uweze kuongea na watu. Biashara inataka mtu uchangamane na watu. Mafanikio yanataka utoke uende uzungumze na watu.
Maisha yanataka wewe utoke nje ya boksi. Kwa hivyo haiba zako zote ambazo wewe unajisema wewe huko, maana yake you can always change na kuwa mtu mpya. Introvert unaweza kuamua kuwa extrovert. Extrovert unaweza kuamua kuwa introvert. Wewe hujui namna kuzungumza mbele za watu, unaweza kujifunza kuongea mbele ya watu. Kuna haiba ambayo haiwezi kubadilishwa. Usikubali kuwekwa kwenye box fulani na watu na misemo ya watu duniani na imani za watu na mitazamo yao, ukaamini kwamba you cannot change. Hii ni kafara ambayo lazima uifanye. Jibadilishe kuwa mtu ambaye anavutia mafanikio, mtu ambaye anavutia luck upande wako. Jitengeneze mtu unayetaka kuwa ili uweze kufikia ndoto unazotaka kuzifikia. Hiyo ni haiba, ni lazima uibadilishe, ni lazima utoe sadaka ili uweze kufika katika kiwango ambacho unataka kufika. Kafara ya 6, muonekano wako. Muonekano wako ambao umeamua kuutumia, ambao umeamua kuishi nao, unaweza kubadilisha kulingana na kile ambacho unachotaka kuwa. Kwenye maisha unaweza kujiposition, unaweza kujibadilisha na ukawa una mionekano kulingana na mazingira unayotaka kwenda. Sio kama umeanza kunipata. Maana yake unapokuwa kwenye biashara unamaachi biashara yako. Unapokuwa kwenye vitu vya kawaida unamaachi vitu vya kawaida. Upo kwenye engagement mnapiga story ama vitu vyote. Maana yake ni kwamba mwanadamu unaweza kujibadilisha kulingana na maisha vile yanavyohitaji. Sasa usiwe kama watu wanaoamini kwamba jinsi ulivyo basi ndivyo imeandikwa na hakuna kitu unaweza kukifanya. Hapana, haiko hivyo. Mwanadamu ana uwezo wa kuvaa viatu vya aina nyingi kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye mahusiano, kwenye vitu. Kwa hiyo lazima ujifunze kuwa na mionekano kulingana na mazingira yanavyohitaji. Sio kwenye biashara yako wewe unaanza kuleta mambo ya kisanii. Upo kwenye biashara unaanza kuleta mambo ya kihuni. Ama upo kwenye engagement za kawaida, upo kwenye mnapiga story na washikaji, mnafanya vitu hivyo, ama upo kwenye mahusiano afu unaanza kuleta mambo ambayo ni official. Maana yake ni kwamba unaweza kuwa na maisha yako ambayo hayaingiliwi kabisa na identity ambayo unakuwa nayo. Maana yake ni kwamba we can always have identities mbalimbali kulingana na maisha yetu ya kila siku. Nimeeleza sana. Maisha yanahitaji kujitoa sana. Yanahitaji kufanya kafara ya vitu vingi tunavyovipenda kwa ajili ya manufaa ya vitu vya baadaye. Sasa kama huwezi kujiambia ukweli na kuweza kujibadilisha, safari ni ngumu sana. Lakini kwa watu wote ambao wanataka kufika viwango vikubwa, viwango vya juu zaidi, kafara na sadaka ni kitu ambacho ni rahisi zaidi kuweza kufikisha kwenye ndoto zako na kufika viwango vikubwa vya maisha.